Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake na yale mafanikio ambayo yanaelezwa katika maeneo mbalimbali, sisi kama manispaa ni wafaidika. Kwa hiyo tumewaita kupitia kwenu tusaidia kufikisha haya kwa wananchi, na nisisitize sitaweza kugusa kila eneo. Mafanikio ni mengi, lakini nitagusa walau katika maeneo yale ambayo ni muhimu kila mwananchi akayafahamu na mengine wananchi wetu wanayafahamu. Na ninaanza kwanza kwenye eneo lile la huduma za jamii, na katika huduma za jamii hasa kwenye eneo la elimu. Katika kipindi hiki cha miaka minne, sisi upande wa manispaa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza tulianza na ujenzi wa madarasa katika maeneo mbalimbali sekondari, lakini kwenye shule zetu za msingi. Na ujenzi huu umesaidia sana wanafunzi wote kuhakikisha kwamba wako darasani na wanakaa kwenye madawati. Kwa hiyo madarasa 244 katika miaka minne yamejengwa, na thamani yake pamoja na madawati na vifaa vingine na thamani ya shilingi bilioni 5.2. Lakini ninapozungumzia kwenye swala la elimu, sisi tulibahatika kupata ujenzi wa shule mpya. Kuna shule ya Dr. Lawrence Gama, kuna shule ya Ruhila Sekondari, kuna shule ya Dr. Damas Dumbaro, lakini ukienda pale Ruvuma sasa hivi kuna ujenzi wa shule ya sekondari ya Amali. Katika eneo hilo zaidi ya shilingi bilioni 3.6 tumezipata, na kwa kweli zimekuwa faida kubwa kwa wananchi wetu. Lakini maeneo mengine makubwa ambayo katika elimu tumepata fedha za kutosha na kurekebisha majengo katika shule ya Dr. Emmanuel Nchimbi. Ukienda pale katika miaka minne, kabla ya miaka minne iliyopita, hali ya miundombinu ilikuwa ni migumu sana, na kwa kweli iliweza kuathiri hata taaluma. Lakini kwa sasa tulipata zaidi ya shilingi bilioni 1,240,000. Kwa hiyo eneo hilo ukienda sasa pale Dr. Emmanuel Nchimbi, kwa kweli shule inapendeza. Tumejenga madarasa, tumejenga hostel na miundombinu mingine sasa hivi inaendelea. Kwa hiyo hata taaluma, ukifuata taaluma imeongezeka. Lakini nizungumzie kidogo katika elimu bure. Elimu bure ni kwamba miaka ya nyuma, kabla ya elimu bure, maana wazazi walikuwa wanachangia. Katika kipindi hiki cha miaka minne tumepata zaidi ya shilingi bilioni 14.24 kwa mchanganuo, kwamba kila mwezi eneo la sekondari linapata shilingi milioni 298, lakini upande wa shule za msingi tunapata shilingi milioni 67. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha miaka minne zaidi ya shilingi bilioni 14 zimekuja kwa ajili ya uendeshaji katika shule zetu. Ndio maana hakuna mzazi anayetakiwa kuchangia katika baadhi ya maeneo ambayo zamani tulikuwa tunachangia. Na maana yake nini? Kwa kuto kuchangia fedha hizi, maana yake zimeimarisha uchumi wa wananchi wetu. Na katika kipindi hiki tumefanikiwa kujenga shule maalum pale, kwenda kata ya Mshangano kuna shule maalum ya mkondo wa Kiingereza ya Chifu Zuri. Pale tuliwekeza zaidi ya shilingi milioni 800, na kwa kweli nimshukuru Mheshimiwa Rais alipokuja katika ziara mkoa wa Ruvuma, alitupa heshima ya kuifungua shule ile, na Mheshimiwa Rais alifurahi sana. Na shule ile imejengwa kwa ajili ya kuenzi hasa machifu wetu wale ambao ndio msingi wetu hapa katika eneo letu la Songea. Ndio maana tulilipa ile jina la Chifu Zuri, katika maana kwamba ni kuenzi machifu wetu, lakini wazee wetu ambao wengi wanatajwa katika kupigania ukombozi katika vita ya Majimaji. Na siku ile niwakumbushe tu kwamba lilitokea jambo pale, wote tulishangaa sana. Kuna watoto au mtoto mmoja aliamua
kumpa zawadi Mheshimiwa Rais kwa fedha, na alipojua ile hela ilikuwa amepewa na mzazi wake kwa ajili ya kununua maandazi, na baadhi ya watoto waliendelea kumchangia Mheshimiwa Rais, na Mheshimiwa Rais jambo lile amefurahishwa sana na ameliwekea kumbukumbu. Katika fedha nadhani zitakazochukua fomu ya urais ni pamoja na fedha za watoto wale, sababu ilikuwa ni baraka na kwa kweli ilikuwa ni sauti ya malaika. Lakini niwafahamishe vile vile katika sekta ya elimu jambo kubwa limefanyika na Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu. Tayari tumepokea zaidi ya shilingi bilioni 17.8. Hizi zinaenda kujenga chuo kikuu pale eneo la Pambazuko, na taarifa ambayo naitoa sasa, mkandarasi muda wote kuanzia sasa ataanza kazi ya ujenzi pale Pambazuko. Kwa hiyo hilo ni jambo kubwa, limekuwa ni kilio katika eneo letu la mkoa wa Ruvuma, lakini eneo la mkoa manispaa ya Songea. Sasa jambo hili Mheshimiwa Rais amelijibu. Kwa hiyo kwa ujumla wake katika maeneo haya machache kwenye sekta hii ya elimu zaidi ya shilingi bilioni 41.78 zimeletwa na zimetumika katika maeneo haya niliyoyataja. Yako maeneo ambayo sijagusa. Katika kipindi hiki cha miaka minne ya Mheshimiwa Rais tumeshuhudia watumishi wakipata nyongeza mishahara yao, wakipata increment, na jambo ambalo katika kipindi cha miaka 6 kilisimama. Kwa hiyo jambo hili limeboresha vile vile taaluma katika maeneo mbalimbali, hasa kwa walimu, na wako wachache ambao wanaendelea kuboreshewa maslahi yao kwa utaratibu ambao umepangwa. Nikiachia karibuni sana kwenye kazi hii ambayo tumefanya leo, Mheshimiwa Meya kuelezea mafanikio ya halmashauri yetu ya manispaa ya Songea, mafanikio makubwa ambayo tumeyapata kipindi hiki cha awamu ya 6 ya Mheshimiwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo namkaribisha Meya ili aweze kutuelezea mafanikio hayo ambayo yamepatikana katika halmashauri yetu.